Saa 12 sio hali ya kawaida. Kuna uwezekano ukaishia hata njiani, usifike siku nyingine. Kumbe unapofika siku kama ya leo, kuna siku kama 6, leo ni ya 7, unaona kabisa wema wa Mungu umesimama juu yako, na ndiyo maana umefika ukiwa mzima. Lakini pia somo letu la leo linasema tuwe wavumilivu katika kumngoja Bwana. Tuwe wavumilivu katika kumngoja Bwana. Ni kipindi cha majilio. Tunamngoja Bwana kuja kuzaliwa kwetu. Na ndio maana somo letu linasema tuwe wavumilivu katika kumngoja Bwana. Tunaona katika maisha ya wanadamu au maisha ya Wakristo wengi, mara nyingi tumekuwa ni watu wa kupishana na neema ya Mungu, kupishana na baraka za Mungu kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Uvumilivu ni nini? Uvumilivu ni hali ya kungoja pasipo kukata tamaa. Ni hali ya kungoja pasipo kukata tamaa. Na katika hali ya kungoja, hiyo ndiyo hali inayoitwa uvumilivu. Lakini pia katika uvumilivu huo kuna mambo yanayoweza kutokea ili kukuondoa katika hali ya uvumilivu unapoendelea kumngoja Bwana. Na ndiyo maana unaiona katika somo letu la pili, kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 7 hadi wa 10. Unaona jinsi gani ambavyo maandiko yanajaribu kutufundisha jinsi ambavyo tunapaswa kuwa wavumilivu. Anasema, kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nanyi vumilieni, mthibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kunakaribia. Ndugu, msinungunikiane, msije mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya milango. Ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wawe mfano wa kustahimili mabaya na kuvumilia. Angalieni, twawaita heri wao waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake Ayubu. Mmeuona mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma. Tumsifu Yesu Kristo. Tumesema uvumilivu ni hali ya kungoja, ni hali ya kungoja. Na ndio hiyo unayoiona katika kitabu cha Yakobo sura hiyo ya 5 mstari wa 7 hadi wa 10. Biblia inajaribu kunifundisha. Biblia hiyo inajaribu kukufundisha na kuwafundisha wengine. Sisi sote tulioko hapa ni Wakristo ambao tupo kwa ajili ya kumngoja nani? Bwana. Kumbe Biblia au maandiko matakatifu yanapoeleza juu ya uvumilivu, yana sababu ya kukufundisha wewe ulioko hapa, yana sababu ya kunifundisha na mimi niliyoko hapa. Yawezekana wewe au mimi au wengine tulioko hapa, kuna wengine wameshaanza kukosa uvumilivu katika mambo fulani. Tumsifu Yesu Kristo. Licha ya mambo ya kiroho, lakini pia yapo mambo mengine ya kimwili ambayo uko hapa lakini umeanza kukosa uvumilivu juu ya mambo fulani ambayo sio ya kiroho, yawezekana ni ya kimwili, lakini umeshaanza kukosa uvumilivu kwa sababu yawezekana umesubiri sana, yawezekana umehangaika sana, lakini baada ya kuona hauna chochote ulichokuwa unakitegemea wala huoni, umeanza kukosa uvumilivu. Na ndio maana Biblia au maandiko matakatifu yanajaribu kutujenga sasa kwamba tuwe watu wa uvumilivu, si katika mambo ya kiroho, hata katika mambo ya nini?
ya kimwili. Tumsifu Yesu Kristo. Yawezekana ni kijana huko hapa, vijana wengi ni wavuvi wako hapa. Yawezekana katika hatua zake zote za uvuvi hajawahi kupata mgao wa shilingi 200,000. Huwa anasikiliza tu nyavu ya fulani imepata shilingi 200,000, 300,000. Lakini yeye katika uvuaji wake wote hajawahi kupata bahati ya kupata mgao wa shilingi 200,000. Akizidi sana ni 40,000, akizidi sana ni 30,000. Wamevua sana. Yawezekana kijana yuko hapa na anatamani kuachana na hiyo shughuli ya nini? Ya uvuvi. Lakini Biblia inasema vumilia, kwa kuwa wakati wa kupata haujui. Wakati utakapovuna haujui. Yawezekana unataka kukata tamaa, wewe ni kijana ukaachana na shughuli ya uvuvi, ukakata tamaa ukasema mimi nakaa kijiweni. Swali linakuja, unakaa kijiweni, umeacha shughuli za uvuvi ambazo ndizo zinazokupa kipato walau hata kidogo kidogo. Unategemea kijiweni kutakufaidia kitu gani? Hakuwezi kukakufaidia kitu chochote. Kumbe kimwili, unaona Biblia inatufundisha kuwa na hali ya uvumilivu. Kuwa na hali ya uvumilivu. Ni mvuvi, umekosa mgao mara kwa mara, usikate tamaa, unapaswa kusimama na kuvumilia. Mtoa riziki ni Mungu, kuna siku atajalia. Yawezekana wewe ni mwenye chombo kabisa, kila siku ukienda ni hivyo hivyo. Ukienda ni bombili, wengine wanasika wamevua bo 80, bo 40, bo 50. Hakuna sababu ya kukosa uvumilivu. Unapaswa kuwa na uvumilivu, ukiamini kwamba mgawa mafungu ni Mungu na yeye yupo, na kuna siku kama umewekeza imani yako kwa Mungu atakupa kama vile ambavyo amempatia mwingine. Lakini pia tunaiona hiyo, inawezekana mama huko hapa, kuna wamama wanapita katika changamoto mbalimbali za waume zao. Kutokana na changamoto ile anakosa uvumilivu, anatamani kama kuna uwezekano watoke, amkimbie mwanaume. Anaona kama kuna uwezekano aombe talaka. Akakosa uvumilivu, anataka apewe talaka, mwisho wa siku akapange. Lakini Biblia inasema wewe mama ambaye unapitia changamoto katika ndoa yako, hakuna sababu ya kuikimbia ndoa. Hakuna sababu ya kuhitaji talaka kwa sababu ya changamoto za mume wako. Anasema vumilia. Kwani ukienda kupanga utapata faida gani? Ukipanga, mama uliyeolewa ukapanga, heshima yako inaanza kupungua hapo. Inaanza kupungua hapo kwa sababu yawezekana ukawa cha wote au yawezekana ukawa ni kokolo. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini heshima yako unapokuwa ndani ya nyumba ni kubwa sana kuliko heshima ya mtu aliyepanga. Tumsifu Yesu Kristo. Na hiyo wamama walio wengi hawajui. Unaweza ukaona mama yupo ndani kabisa, mume wake anampenda na anamtimizia kila kitu, lakini anatafuta mlango wa kutokea. Sijui kama naeleweka hapa. Anatafuta mlango wa kutokea. Anaona ni kama mume wake kwake ni kama Mungu alikosea kumpa yule mwanaume, ni kama sio type yake. Ni kama sio hadhi yake, kwa sababu amemuona Karuma Kenge tu huko. Mwisho wa siku anaanza kutafuta nafasi ya kutoka. Lakini Biblia inasema tuwe wavumilivu. Wewe unayepita katika changamoto hiyo ya ndoa, kwa mvumilivu. Hebu simama katika kumuomba Mungu, na kuna siku Mungu ataachilia amani na furaha katika ndoa yako hiyo ambayo unateseka nayo. Haina sababu ya kutafuta mlango wa kutoka. Lakini Biblia katika somo letu ile la pili inasema tuwe wavumilivu katika kumngoja Bwana. Yamkini uko hapa ni mara nyingi sana, wewe ni baba, wewe ni mama, umekuwa ni mtu wa kumwomba Mungu katika jambo fulani, lakini ukaona Mungu hajibu juu ya maombi yako. Hakuna sababu ya kukata tamaa. Biblia inasema endeleeni kuomba pasipo kufanya nini? Kukata tamaa. Ukisoma katika Biblia unaambiwa mjane mmoja alienda kwa kazi Zalimu. Akamwambia kazi Zalimu, naomba unipe haki yangu na mdeni wangu ninayemdai. Kazi Zalimu, Biblia inasema kazi Zalimu ni hakimu. Na hakimu huyu aliyekuwa akiombwa haki na huyu mjane, huyu hakimu alikuwa ni mtu ambaye hamchi Mungu na ni mtu ambaye alikuwa hajali watu. Lakini kutokana na maombi ya yule mama mjane akidai apewe haki na yule mdeni, Biblia inasema yule hakimu kazi Zalimu ilifika mahali sasa akasema huyu mjane amezidi kunisumbua, kuna kila sababu ya kumpa haki yake. Ikabidi akampa haki yake juu ya mdeni wake. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana nikasema yamkini uko hapa kuna maombi kadhaa umemuomba Mungu juu ya mahitaji mbalimbali, juu ya changamoto mbalimbali zinazokukabili, lakini Biblia inasema kuweni wavumilivu.
Na tunajifunza pia uvumilivu wa Ibrahimu. Ibrahimu alipokosa mtoto hakuacha kumuomba Mungu, hakuacha kuwa na uvumilivu, aliendelea kumsihi Mungu mpaka ndani ya miaka 90 akapata mtoto. Unaona, huo ni uvumilivu ambao kama Mkristo unapaswa kusimama kwa katika hali ya uvumilivu, na ndio maana Biblia inasema. Lakini pia tunajifunza kwa Ayubu. Ayubu alipita katika magonjwa mazito, si miaka midogo, ni miaka mingi, lakini Biblia inasema Ayubu huyu alivumilia. Kuna changamoto nyingi zilizomkumba katika magonjwa. Kama tunavyojua, mtu anapougua huwa kunakuwa na changamoto mbalimbali. Mwingine anasema yeye kwa imani yako hakuna chochote na afu naenda kwa waganga wa kienyeji. Mwingine anakuambia kwa namna hii, kama ni kumkufuru Mungu, mkufuru Mungu. Lakini Ayubu alivumilia, akawa mvumilivu, na mwisho wa siku akapokea thawabu yake. Kumbe maandiko yanatufundisha kuwa na hali ya uvumilivu, na ndiyo maana ikatoa mfano kwa wakulima. Sisi sote hapa ni wakulima, japokuwa sio wakulima wakubwa. Kuna wengine ni wakulima wa robo eka, nusu eka, ekari 2, ekari 3. Lakini je, miongoni mwa wakulima kuna mtu ambaye analima alafu analiacha shamba lake liharibike? Unaona kabisa kila mtu anapolima anakubali kuvumilia mpaka dakika ya mwisho, aje aone amepata kitu gani katika kilimo chake. Na ndivyo hivyo ambavyo Biblia inasema katika hali ya kumngoja Bwana juu ya jambo lolote, unapaswa kuwa mvumilivu na sio kukata tamaa. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini nataka nikupe mambo yanayoweza kukutokea usipokuwa mvumilivu katika kumngoja Bwana. Nitakupa mambo kama mawili. Ukikosa uvumilivu katika kumngoja Bwana, ni mambo mangapi au yanayoweza kukutokea? Moja, safari yako ya kumtafuta Mungu lazima kwa sababu umeishia wapi? Njiani. Wewe fikiri duniani kuna watu wangapi wanaomlilia Mungu? Kumbe kitendo cha kuacha kumwomba Mungu manake ni mwanzo wa maombi yako kutokukubalika na wala kutokujibiwa, na wala huwezi kuona majibu. Lakini pia moja hiyo hiyo ni safari yako ya kumtafuta Mungu lazima iishie njiani. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana unaona kuna Wakristo wengi ambao leo wapo wana historia kwamba wao walikuwa ni waimbaji, na wengine wako hapa, ukimuuliza nakwambia mimi nilikuwa nachapa benzi sauti ya 4, mwingine anakuambia mimi nilikuwa naimba sauti ya 3, mwingine anakuambia mimi nilikuwa naimba sauti ya kwanza. Lakini je, uimbaji wako kwa wapi? Ni waumini tuko nao hapa Kipanga hii, kuna waumini wengi, lakini walio wengi je, wanakuja kanisani? Ni kwa nini? Ni kwa sababu wameishia wapi? Njiani. Uimbaji wao umeishia njiani. Kumbe hasara ya kwanza ya kukosa kuwa mvumilivu katika kumngoja Bwana, moja kabisa, safari yako ya kumtafuta Mungu inaishia wapi? Njiani. Ulikuwa ni mwimbaji mzuri, ukikosa uvumilivu lazima uishie njiani na unaandika tu historia, ukizani kwamba Mungu anakumbuka historia yako. Na ndio maana Biblia inasema mwenye haki atakapogairi na kuiacha haki yake, sitakumbuka hata mojawapo ya tendo jema alilolitenda. Tafsiri yake ni nini? Kwamba mimi leo niko hapa nikiachana na hali ya kumtafuta Mungu, nikaishi maisha kipagani, yote niliyoyafanya Mungu anakuwa hakumbuki hata hili, hata moja. Pia Biblia inasema mwenye dhambi aliyekaa kipagani akatenda dhambi zake zote, akasema leo namrudia Mungu, Biblia inasema hata kumbuka uovu wote ambao aliutenda kipindi hicho. Kumbe kitu cha kwanza kabisa, safari ya kumtafuta Mungu lazima izime. Tumsifu Yesu Kristo. Hayo ni mambo yanayoweza kukutokea usipokuwa mvumilivu katika kumngoja nani? Bwana. Lakini mbili, hiyo moja nasema safari yako lazima iishie njiani. Upiganaji wako wa vita lazima uishie njiani. Lakini Paulo anakuambia katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 4 mstari wa 7, anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimefanyaje? Nimeilinda. Paulo anajisifia, alionyesha uvumilivu katika kumngoja Bwana, na ndio maana anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Wewe vita ulivyovipiga mpaka mwisho viko wapi? Ni mwimbaji, ni vita vipi ulivyovipiga
mwisho wake umekimbia vita kwa kukosa uvumilivu. Wewe ni muumini, ni vita vipi ambavyo umevipiga, mwisho wa siku umeishia njiani? Umeishia njiani. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini mbili, vitu vinavyoweza kutokea unapokosa uvumilivu wa kumngoja Bwana. Mbili, hali ya upagani lazima itokee. Hali ya upagani pamoja na kiburi na majivuno lazima yatokee. Ulikuwa ni mtu wa ibada vizuri, ukakosa uvumilivu, ukaacha habari za ibada, ukaacha kumwabudu Mungu, maana yake kinachofuata hapo ni upagani. Kinachofuata hapo ni kiburi. Kinachofuata hapo ni majivuno. Hujawahi kusikia mtu alikuwa na sali kwa kukosa uvumilivu, unamwambia jambo fulani la kimungu, anakwambia sasa wewe utaniambia nini? Kama mimi kusali nilishasali sana. Kusali tulishawaachia wengine na wao wafanyaje? Wasali. Hata kama ungemwambia habari za kusafisha kanisani, anakwambia sisi tulishasafisha sana. Ni kwa nini? Ni kutokana na hali ya kipagani ambayo imeingia ndani yake kwa kukosa nini? Uvumilivu. Na hali ya kiburi na majivuno lazima isimame. Lakini kwa sababu ya kiburi chako, Biblia inasema Mungu atakulipa kulingana na kiburi chako. Na hiyo unaiona katika kitabu cha Zaburi sura ya 31 mstari wa 23. Zaburi 31 mstari wa 23. Zaburi 31 mstari wa 23. Anasema, mpendeni Bwana ninyi nyote mlio watauwa wake. Bwana wahifadhi waaminifu, mpa atendaye kiburi malipo tele. Bwana anawahifadhi wavumilivu. Anawahifadhi wavumilivu. Lakini wasiokuwa wavumilivu wakaingiwa na kiburi, maana Biblia inasema Bwana atawalipa malipo tele kulingana na kiburi chao. Kulingana na kiburi chao. Lakini pia kuna mambo yanayoweza kukutokea unapokuwa mvumilivu wa kumngoja Bwana. Hayo mambo mawili niliyosema ni mambo ambayo yanayoweza kukutokea usipokuwa mvumilivu katika kumngoja nani? Bwana. Lakini je, tuone mambo pia yanayoweza kukutokea unapokuwa mvumilivu katika kumngoja nani? Bwana. Kumbe kila kitu kina uwiano. Tumsifu Yesu Kristo. Nimesema hayo ni mambo yanayoweza kukutokea unapokosa uvumilivu. Lakini mbili, tuone mambo yanayoweza kukutokea pia unapokuwa katika hali ya uvumilivu katika kumngoja Bwana. Mfano, wewe ni mwanakwaya, umekuwa mvumilivu katika uimbaji wako kwa sababu ya kumngoja Bwana. Wewe ni Mkristo Mkatoliki unayekuja kumwabudu Mungu kila Jumapili. Wewe ni mvumilivu. Tuone, je, ni mambo gani yanayoweza kukutokea katika hali yako ya uvumilivu? Tumsifu Yesu Kristo. Nitakupa vitu viwili vinavyoweza kutoka. Vipo vingi, lakini nitakupa vitu viwili vinavyoweza kukutokea unapokuwa mvumilivu katika kumngoja Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Nitakupa vitu viwili vinavyoweza kukutokea unapoendelea kumngoja Bwana. Cha kwanza kabisa kinachoweza kukutokea, utauziwa. Utauziwa. Wewe ni mwimbaji, usishangae kuna changamoto ikasimama mbele yako ya kukuuzi. Lengo ya hiyo changamoto inataka ikuondoe katika uvumilivu wako wa uimbaji. Cha kwanza anasema utauziwa. Utauziwa. Na hiyo unaiona hata mitume walipokuwa wakiendelea kuihubiri Injili, wakiwa katika hali ya uvumilivu, waliuziwa. Kuna wakati walichukuliwa na kupelekwa katika magereza. Kuna wakati walipigwa hadi viboko na kukokotwa barabarani. Unamwona Paulo na Sila walighadhabika, na mwisho wa siku wakawabluta kina Paulo na Sila. Kumbe jambo la kwanza litakalotokea katika uvumilivu wako wa kumngoja Bwana, lazima utauziwa. Si kwa maneno, hata kwa vitendo. Na hiyo naiona katika Timotheo wa pili sura ya 3
mstari wa 12. Anasema naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watauziwa. Na wewe ambaye unatamani kuishi katika tumaini, kuishi katika imani ya kumngoja Bwana, lazima jua cha kwanza utauziwa. Kumbe jaribu la kuuziwa linapokuja kwako haina sababu ya kukimbia, bali una kila sababu ya kuvumilia. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini 2, lazima upitie katika ziki. Lazima upitie katika ziki. Tunapozungumzia ziki, tunazungumzia changamoto mbalimbali zinazoweza kusimama kutaka kukuondoa wewe ili usiendelee na safari yako ya kumngoja nani? Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna mwingine hujawahi kuona, kuna mwingine walishawahi kukimbia kanisa hili. Kwa sababu kuna mwingine, kuna mwalimu pengine alisema, yani wewe leo ndo nimekuona, umekuja wapi? Kanisani. Mwingine anasema ina maana mwalimu kazi yake ni kuchunguza wale kuja kanisani. Mwisho wa siku anaona kama lile ni nini? Ni uzi. Mwisho wa siku akalikimbia nini? Kanisa. Kuna mwingine amekaa nyumbani, ukimuuliza kwa nini ushaacha kukaa kanisani? Anakwambia mimi mwalimu aliniuzi. Kwa sababu siku ya kwanza tunafika kanisani akasema wewe ndio nimekuona ndio umekuja. Mwingine kwa nini ametoka kanisani? Mwingine anakuambia mimi nimeacha kusali kwa sababu mtoto wangu hawapumzika. Nilikuwa nalipa zaka, nilikuwa nasali, nilikuwa natoa michango, nilikuwa ni mwanakwaya, lakini hawapumzika mtoto wangu Kikristo. Wakamzika kipagani. Huyo mama alisurumiwa akauziwa. Sasa Biblia inasema utakaposimama katika uvumilivu lazima utauziwa. Lazima utafanyaje? Utauziwa. Kwa maana yake lazima usimame katika uvumilivu. Tumsifu Yesu Kristo. Na hiyo unaiona katika Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 22. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 22. Tumsifu Yesu Kristo. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 22. 14 mstari wa 22. Tumsifu Yesu Kristo. Mstari wa 22. Anasema wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya ziki. Tunaona safari ya mitume, walitembea huku na huku wakiendelea kuwaimarisha Wakristo ambao walikuwa wamewajenga. Sasa walipokuwa wakifika kama hivi ambavyo ninaleta ujumbe kwenu, maana yake Paulo alikuwa anawaambia hivi kwamba ili tuweze kufikia ufalme wa mbinguni lazima tupitie ziki nyingi. Ili wewe ufike mbinguni lazima upite katika ziki nyingi. Unaambiwa hata dhahabu ili iweze kung'aa vizuri lazima ipitishwe kwenye moto ndipo ing'ae. Ili wewe uweze kufikia malengo kufika mbinguni lazima upitie katika ziki. Nashangaa leo tumekuwa ni watu wa kuishia njiani kwa sababu ya changamoto kadhaa. Kwa sababu ya maneno tu yasiyokuwa na maana, unaishia njiani. Ziki ndogo inakuondoa kwenye mfumo. Ziki ndogo inakuondoa katika uongozi wa jumuiya. Ziki ndogo inakuondoa katika uongozi wa kamati tendaji. Ziki ndogo inakuondoa katika nafasi yako mbele za Bwana. Unakubali kuwa mpagani wa kawaida. Anasema unapokuwa Mkristo lazima uwe mvumilivu, na katika uvumilivu kuna ziki. Na hiyo wanakwaya muijue. Ziki ipo. Kuna maneno, kuna changamoto za hapa na pale, kuna kudharauliana, jua hiyo ni ziki. Lazima uvumilie. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini ni wakati ambao unapaswa kujua vitu vinavyoweza kukusaidia wewe katika uvumilivu wako. Vitu vinavyoweza kukusaidia katika hali ya uvumilivu. Ni vitu gani ambavyo nimesimama katika kanisa, nimekuwa mvumilivu, sasa nahitaji kupata vitu vya kunisaidia ili niendelee kuwa mvumilivu katika kumngoja Bwana. Nitakupa vitu vitatu. Moja ni kumtazama Kristo aliyeshika nafasi ya kwanza ya uvumilivu na akakubali kupigwa ili mradi atimize mapenzi ya nani? Ya Mungu.
Kumbe kitu cha kwanza cha kukusaidia ili uwe mvumilivu hodari, cha kwanza kabisa ni kumtazama Kristo. Na hiyo unaiona katika kitabu cha Yohana 16 mstari wa 33. Yohana 16 mstari wa 33. Vitu vya kukusaidia ili uendelee kuwa mvumilivu. Yohana 16 mstari wa 33. Yohana 16:33. Yesu akawaambia, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Katika safari yako ya Kikristo, ili uwe mvumilivu hodari, usitumie nguvu yako, usitumie akili yako, wala usitumie moyo wako, bali simama katika kumtazama nani? Mungu. Kwa tafsiri nyingine, mwachie Mungu ilo jaribu linalopita mbele yako. Ni jaribu limekuja linataka kukuondoa, mwambie mimi nasimama kwa niaba ya Mungu, sio kwa niaba yako. Na ninayemtumikia mimi ni nani? Ni Mungu. Hata kama wangekwambia wewe ni mwimbaji, uimbaji wako wala hata hujui hata shepu namna ya kucheza, usitoke kwenye uvumilivu. Jua unayemchezea ni nani. Ukijua hilo, hautaacha kumwimbia hata siku Mungu hata siku hii. Wewe ni muumini unayekuja kusali, si kwa sababu ya changamoto ya katekista kamati tendaji ya nani ukaacha kusali. Anasema mtazame Kristo. Unasali kwa sababu ya nani? Ya Kristo. Ukilijua hilo, hautaacha kusali hata siku hii. Ukijua hilo, hautavunjika moyo kuja kumwabudu Mungu hata siku hii. Kwa sababu najua ninayekuja kumwabudu Mungu sio Mathayo, sio mwenyekiti wala sio katibu. Ni nani? Ni Mungu. Hata Mathayo shetani anaweza kaingia kwake akaleta jaribu kwangu. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe kitu cha kwanza cha kukusaidia ili uendelee kuwa mvumilivu katika Bwana, lazima umtazame Kristo ambaye aliushinda ulimwengu kwa dhiki. Tumsifu Yesu Kristo. 2, anasema ukae katika mafundisho, ukijua kwamba hata mitume au manabii walivumilia vivyo hivyo. Maandiko matakatifu yanasema nini? Maandiko matakatifu ya leo yanasema vumilia. Sasa ili uendelee kuwa katika hali ya uvumilivu, jifunze. Lakini je, waliacha safari yao? Unaona walivumilia. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini 3, kitu cha kukusaidia kusimama katika uvumilivu. 3, anasema imani yako katika Mungu iko wapi? Kama imani yako katika Mungu ipo, hauwezi ukatoka katika uvumilivu hata siku hii. Kama unamwamini Mungu, hauwezi ukatoka katika uvumilivu. Na hiyo unaiona katika Yohana wa kwanza ile sura ya 5 na mstari wa 4. Imani yako iko wapi? Ukiwa na imani na Mungu wako unayemwamini, lazima ukubali kuwa mvumilivu. Hata changamoto itakayopita mbele yako, hautaiogopa, bali utavumilia kulingana na imani yako. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini la mwisho kabisa, nakupa faida chache za kukaa katika uvumilivu wa kumngoja Bwana. Nitakupa faida 2. Moja ni mwanzo wa kuiokoa nafsi yako. Leo hii ninyi ambao mpo hapa mnamngoja Bwana, mtakapoishi katika uvumilivu, mkafa katika tumaini la kumngoja Bwana, tayari mmeiokoa nafsi zenu. Maana yake ni nini? Ukifa katika dhambi, unaenda katika makao ya kuzimu. Maana yake umeipoteza roho yako. Ukifa katika tumaini la Kristo, maana yake umeingia wapi? Peponi, mahali pema pasipokuwa na changamoto yoyote. Na hiyo unaiona katika kitabu cha Luka sura ya 21 mstari wa 19. Luka 21 mstari wa 19. Luka 21 mstari wa 19. Anasema nanyi kwa subira yenu mutazipona